Ameyasema hayo katika ibada maalum ya kumstaafisha mchungaji Dorothy Urio iliyofanyika katika usharika wa Singisi uliopo katika jimbo la Magharibi KKKT Diocese ya Meru mkoani Arusha. Amesema kuwa mchungaji Dorothy amemheshimisha Mungu katika utumishi wake kwa kumtumikia katika sharika mbalimbali na amekuwa chachu ya maendeleo ya kiroho na kimwili katika sharika hizo alizotumikia. Mchungaji Dorothy ambaye amestaafu ana furaha kubwa. Mungu amemheshimisha kufikia majira haya kwa ajili ya wachungaji wengine na watumishi wengine, ili wamtazame Mungu ambaye ndiye anayetupa nguvu ya kuvumilia mpaka mwisho na tutavalishwa taji. Kwa hiyo neno uvumilivu na kungoja ni muhimu. Kutokata tamaa ni maneno muhimu sana. Kungoja siku ile ya kustaafu kwa heshima. Aidha, ametoa wito kwa wachungaji na watumishi wote wa kanisa kuwa waaminifu katika majukumu yao ya kumtumikia Mungu. Neno lazima uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Kwa hiyo kuna ile taji kwa kuanza, na ni ahadi ya Mungu kama mahubiri ya leo yalivyosema. Alafu kwa kawaida kibinadamu, ukifanya kazi yako ukahitimisha, unapata furaha isiyo na kifani. Mkuu wa jimbo la Magharibi KKKT Diocese ya Meru, mchungaji Franaeli Sanja, amesema pamoja na kupitia changamoto nyingi hakukata tamaa, huku mchungaji Dorothy Urio akieleza mafanikio aliyopata kupitia huduma yake ya uchungaji. Mchungaji amepita katika mapito mengi, lakini hatimaye Mungu amempa heshima ya kustaafu kwa heshima. Na wito wangu sisi ambao bado tunaendelea kufanya kazi, Mungu aendelee kutupa utumishi ulio mwema, tuweze kutumika kwa uaminifu, ili na sisi siku moja tuweze kwenda kufika katika ibada ya kustaafishwa kwetu kama ulivyo taratibu. Katika kuwa mchungaji nimejifunza mambo mengi. Kwanza unapata elimu mpya, unasoma vyuo vingi, unasoma maarifa mengi mbalimbali katika vitabu mbalimbali, unatembea sehemu mbalimbali, kwamba ni lazima kuwa mwaminifu kwa huduma hii na kuifanya kwa bidii bila kukata tamaa, maana vikwazo ni vingi katikati ya safari. Awali akihubiri katika ibada hiyo, mchungaji Elitara Joni wa usharika wa Momela amesema Mungu humpa heshima anayemtumikia kwa uaminifu, huku mchungaji kiongozi wa usharika wa Singisi mchungaji Amani Akio akieleza namna ambavyo mchungaji huyo amekuwa baraka kwa usharika huo, na mkuu wa chuo cha ufundi stadi Leguruki Elisante Kitomari akieleza ambavyo mchungaji Dorothy amekuwa daraja la kuelimisha vijana katika taasisi mbalimbali za kanisa ikiwemo chuo cha ufundi Leguruki. Mchungaji Dorothy, sisi tumetumwa na Mungu kuleta heshima. Sisi sote tuliokusanyika hapa, heshima hii imeanzia kule juu, ndio tukatumwa sisi wawakilishi kuja kukuambia Mungu amekupa heshima. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na sisi wengine wote ambao tunafanya maeneo mbalimbali, tukifanya kwa kuzingatia kanuni hii, heshima yetu ipo, hata kama haitakusanya wingi wa watu kama tulivyo hapa, lakini ipo. Mchungaji huyu amekuwa baraka, ni pamoja na familia yake katika usharika wetu. Kwa hiyo natumia nafasi hii kwa kweli kutamka neno la furaha na la baraka kwa familia hiyo, lakini pia na kwa usharika huu, na pia nashukuru Mungu kwamba tumempata sasa kuwa mmoja wa sharika katika usharika wetu baada ya kustaafu. Kimsingi amekuwa msaada mkubwa sana kwa ajili ya kuwahimiza vijana ambao wako masharikani kwa muda wake wote wa utumishi wake. Na utakumbuka kwamba kwenye historia yake amesema amehudumu zaidi ya miaka 40. Kwa hiyo kuna nguvu kazi kubwa ya vijana ambayo ameihusisha na ufundi na mafunzo ya ufundi mbalimbali, ambapo chuo chetu cha ufundi Leguruki kimenufaika sana. Kwa mchungaji Dorothy ni kielelezo na ni mtu muhimu sana katika nguzo ya utoaji wa elimu mbalimbali katika diocese yetu na vituo vyetu kwa ujumla. Ni miaka 41 ya utumishi wa mchungaji Dorothy, ambapo siku ya leo ameweza kustaafu rasmi katika usharika huu wa Singisi ulioko katika Diocese ya Meru mkoani Arusha,
na kufuatiwa na tafrija fupi ambayo imeweza kujumuisha ndugu, jamaa na marafiki kutoka katika usharika huu wa Singisi ulioko katika Dayosisi ya Meru mkoani Arusha. Mimi ni Elihuruma Chao.